Uliwahi ona President Mwai Kibaki akiita press conference or conference yote kuexplainia watu kwamba free education was working by then? Ulishawahi ona kama President Kibaki anaita conference kuexplainia Kenyans kwamba free education was working by then? No. Na uliwahi ona Kibaki akiita press conference kuexplainia watu kwamba economy was doing well by then? No. Ulishawaona Kibaki akiita press conference kuexplainia watu kwamba Thika Superhighway ilikuwa imetengenezwa na ilikuwa inafanya kazi? No, simply because Wakenya wangeweza kuona kwamba free education was working. It did not have any reason to explainia Wakenya kwamba free education was working. There was no need for him to explainia Wakenya kwamba economy was performing well. There was no need for him to explain. Wakenya walikuwa wanaona. Wakenya walikuwa wana feel. Okay? There was no need to explainia Wakenya kwamba alikuwa anatengeneza Super Thika Highway. No, Wakenya walikuwa wanaona. Wengi wao walikuwa wanatumia hiyo barabara ya Super Thika Highway. But hii yenu ya Kasongo, mnaitwa press conference, mnaitwa kwa conference 6 hours. Kuexplain kwamba SHA was working. Mpaka anachukua simu, anapiga Karen Hospital. Ili Karen Hospital wa explainia hustlers kwamba SHA was working. Let me tell you, if you are doing something good, if economy was doing very well, if the cost of living ilikuwa iko lower, iko chini, iko poa, there was no need for you to explainia Wakenya kwamba SHA was working. If SHA was really working, there was no need for Kasongo kuita conference for over 6 hours kuexplainia Wakenya kwamba SHA was working, because Wakenya wangefeel. Wakenya wangeenda kwa hospitali wanatibiwa na SHA ingekuwa ina cover. There was no need kwa Kasongo kuexplainia Wakenya kwamba SHA was working. And who do you call? You call Dr. Gikonyo Karen Hospital kuexplainia wewe kwamba SHA was working or not working. Let me tell you, there's a reason why Dr. Gikonyo hakuchukua hiyo call. Dr. Gikonyo is someone mwenye kuna integrity, mwenye angeweza kudanganya. He could have not lied. Sasa ka decide there was no need for him to lie kwa national TV kwamba SHA was working and it was not working. Let me tell you, Mr. Kasongo, there is no need for you kuita conference kuexplainia Wakenya kwamba SHA is working ama your economy is doing well or economy is performing. Just the other day, CS Mbadi, John Mbadi, anaexplainia Wakenya kwamba economy was performing very well, and the indicator alitumia kwamba economy was performing ni kwamba Wakenya wanakunywa soda mob sana, so it means economy was performing very well. You see hiyo ujinga na upuzi. Unaona hiyo ujinga na upuzi? You don't need to explain to us. We will feel it. If economy is performing well, we will feel it. If SHA is working, we will see it. We are the ones who are there. We are the hustlers when unaenda kwa KNH, Kenyatta National Hospital pale. Ukienda pale. Na mimi na blame Citizen TV and other media stations. Why? By that time wangekuwa standby kwa National Hospital kama Kenyatta. Wangekuwa Mbagathi. Wangekuwa kwa hizo hospitali hata kama ingekuwa usiku. Na wenye wangeulizwa ni wale patients wenye walikuwa kwa hizo hospitali, waulizwe wewe SHA imekukava pesa ngapi. Let me tell you, Kasongo angeanguka hapo. Angetoka hapo na shame nyingine hajaionekana. So don't explain to us. Sisi ndio tuko na sisi ndio tutafeel kwamba SHA is working or not working. You don't have to take 6 hours to explain, to try to convince Kenyans kwamba SHA ina work. That is nonsense.